Kwingineko, mwanamume mmoja ameripotiwa kuuawa na umati wa watu katika eneo la Mwanyani, kaunti ya Machakos. Kulingana na afisa mkuu wa upelelezi wa kaunti ndogo ya Mwanyani, mwanamume huyo aliuawa baada ya kumkata mpenziwe Susan kwa panga. Tazama. Saa 7:30 adhuhuri ni tukio la kutamausha katika eneo la Mwanyani, kaunti ya Machakos, baada ya mwanamke kuuawa kinyama na mtu ambaye anakisiwa kuwa mpenzi wake. Kulingana na Nzio Kasingi, afisa mkuu wa upelelezi wa jinai wa kaunti ndogo ya Mwanyani, mwanamume huyo alimkata mwanamke huyo kwa panga alipokuwa akipanda pikipiki na kumuua papo hapo. Hapa tumepata mwanamke kwa jina Susan ambaye ni mfanyakazi wa Inspire Credit na walikuwa wameenda kazini, na katokea kwamba rafiki yake mwanaume alikuwa anamfuata kule kazini akiwa na nia ya mauaji, kwa sababu tayari imepata panga na visu mbili zile alikuwa amekitayarisha ili apate kufanya haya maafa. Katika kitendo cha haraka na cha kutisha cha kulipiza kisasi kwa umati, wakazi walimzidi nguvu mwanamume huyo, wakamshambulia vikali hadi kumuua na kisha kuteketeza mwili wake na kuwa majivu kabla ya maafisa wa polisi kufika mahali pa tukio. Mwanamume huyo ambaye jina lake bado halijajulikana alipatikana amebeba panga na visu viwili. Hata hivyo, kulingana na Singi, mwanamume huyo anadhaniwa kuwa mwanafunzi. Alipata kumkata na kumuua, na wale walikuwa karibu kwa sababu ni soko hapa tuko. Ikawa ni jambo la kuhuzunisha, kwa haraka watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Muuaji hajajulikana mpaka sasa, tumejui, tunadhania ni mwanafunzi katika hizo shule Huku uchunguzi zaidi ukiendelea, wito umetolewa kwa wananchi kutochukua maamuzi mikononi mwao. Musembi Ngumu, mwenyekiti wa chama cha bodaboda cha kaunti ya Machakos, ameelezea masikitiko yake kutokana na ukali wa vurugu hilo. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu si kawaida hapa kwetu mambo kama haya, mauaji kama haya, na uzuri tumeshukuru askari ambao tumewaita na wakaja haraka kwa kuokoa, lakini haikuweza. Wamepata tayari jamaa ameuliwa, na pia ni kisa ambayo imetughadhabisha sana, na ombi langu ni kwa wanaume na walio kwenye ndoa na marafiki wanaozana, kama umeona ndoa ama urafiki uwezi, tafadhalini mwache mwenzako aende atafute maisha. Caroline Kimwele, KUTV.